Na sisi wote Baba ukatuleta katika marapa Baba, tukiwa katika mikononi yako Bwana. Tumeona mkono wako katika safari zote, wale waliotoka karibu na wengine ambao wametoka mbali. Ndio maana twainua jina lako asubuhi ya leo na kusema Baba yetu unastahili, hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Tunakushukuru hata kwa asubuhi njema ambayo umetupea, ambayo tumeunganika hapa kwa ajili ya dada yetu ambaye ametuandalia ibada ambayo ikiwa ni siku yake ya mwisho. Mfalme mwema, tunasema ni asante kwa wakati ambao umetupea tukaishi pamoja naye, na wakati huu Bwana umetuandalia ibada yake ya siku ya mwisho. Mfalme, tunaomba hata tunapoondoka Mungu tuwe watu wa kubarikiwa na wa kuinuliwa Jehova. Wakati huu tunakabidhi kila mmoja aliye katika marapa Mungu mkononi yako Mfalme, hata wale wako jiani ambao wanatarajia kufika katika marapa Mungu, hata kule nyumbani Jehova, tunawaombea jani Master King of Glory, ili Baba tukipatana pamoja na tuendelee na ibada tukiwa pamoja, sifa na utukufu zitakuwa kwako Jehova. Ninapeana kila mmoja katika mikononi yako Bwana, katika hii familia Jehova. Ninaomba wewe ukawatie nguvu, ukaonekanie hata wakati huu mgumu ambao wako nao Jehova. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatawale tunapoenda Baba kushirikiana katika hii siku ya leo. Tunaomba neema yako ikatuzunguke katika kila jambo. Tunaomba upendo wako Jehova. Tunaomba mmoja wako ukawa pamoja nasi na ukatuinue katika kila jambo. Mfalme mwema Baba, kila kitu ambacho kitafanyika siku ya leo Baba tunakiweka katika mikononi yako Jehova. Tunaweka kila ibada jao itafanyika siku ya leo katika mikononi yako Bwana. Katuongoze hata kutoka wakati huu Bwana, ukawa mwanzo, katikati na mwisho wa kila jambo Bwana. Na tukiona mwisho wa kila jambo tukiwa katika mikononi yako Jehova, tutakushukuru na kusema ni asante. Asante kwa maana umetufikisha Jehova. Sifa na utukufu siwe kwako wakati huu tunapoendelea. Mfalme mwema, asante Jehova kwa hii familia Jehova ambayo imeunganika hapa kwa ajili ya mama yao, kwa sababu ya soso yao. Mfalme, tunakuinua Jehova tukikutukuza, tukisema Baba endelea kuwatia nguvu na kuonekania katika kila jambo Bwana. Baba, kwa wapunguze mazoezi, kwa sababu sisi hatuwezi, wewe ndio unaweza. Hata kanisa ambao wameachwa na mama wao wa guilt, na sisi wenyewe Jehova tunatia kila mmoja katika mikononi yako Jehova, ili ukatushughulikie siku ya leo, ili tunapoendelea Mungu katia kila mmoja nguvu Jehova, na tukimalizia tukiwa katika mikononi yako Mungu wetu. Sifa na utukufu zitakuwa kwako. Tubariki hata wakati tunapoanza, ukawa pamoja nasi, ukatuinue katika kila jambo, na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kukuamini. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, kama mbinguni. Leo siku yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe wasiotukosea, usitie majaribuni, wako ufalme wako na nguvu na utukufu sasa na milele. Amen. Bwana asifiwe. Karibuni sote katika hii ibada ya dada yetu ambaye Mungu amependa tuifanye kwa utukufu wake. Kuna research ambayo imefanywa ikasema ya kwamba mtu aweza kuishi for 72 days without food, na ikasema pia with 6 days you can stay without water, and for around 6 minutes waweza kuishi bila hewa. Jambo ambalo hatuwezi kuishi bila ni tumaini. Naye kitabu cha Ayubu 14 mwandishi anasema ya kuwa kuna tumaini hata baada ya mti kukatwa, kwa sababu waweza kuchipuka tena. Mama yetu ameondoka, lakini kuna tumaini. Tusipoteze tumaini, because when you don't have hope, it means that you are not living. Those who are living are those who have hope for a better tomorrow. Hope that things gonna be better. Hope ya kuwa Mungu atawafariji hali ambayo tuko nayo sahihi. Tumaini ya kwamba Mungu ataleta utulivu. Jesus proved ya kwamba ni mchungaji mwema na anaweza kutupa chakula tukashiba.
anaweza kusimama nasi. Tumeona akisimama katika boma la kina Mary na Martha, pahali ambapo Lazarus alikuwa ameondoka. He can be able to stand with us at this time when our mom is departed. Our God is also able to feed us. Those ambao walikuwa wanamtegemea mama kwa sababu ya chakula, our God is able to do that. So from today, we want to develop the culture of not losing hope, because the last point of your life is when you lose hope. Let us hope in Jesus, ya kwamba hata mama yetu tukiishi vyema pia tutaweza kumwona tena. Tutaenda kumalizia kwa kusema cha kutumaini sina ila damu yake Kristo, kwa sababu inatutosha na itatosha hii familia. Na wakati kama ule tutaweza kufanya maombi hapa. Nitauliza mchungaji Kariuki atatufungia kwa maombi hicho kipindi, kisha tukitazama mwili. Tunaomba wale wote wangependa kutazama, tafadhali mkubali tutazamie mami hapa, kwa sababu hatutapata nafasi nyingine. Tutazame hapa, na kisha tukifika kule kanisani tutakuwa ni ibada, kwa sababu hivyo ndivyo mama alivyotaka. Let us agree ya kwamba mama amekubali atazamiwe hapa. As you know, Mungu atusaidie na atupe nguvu. Familia watakuwa wa mwisho so that we can support them. Chakuto. Okay. For the better organization of things, transport manager ni vizuri pia atuelekeze, kwa sababu tukitazama tunaenda tukiingia kwa magari, because we are behind time over 40 minutes. Asante sana. Nataka kuchukua fursa hii nyote hapa Nyeri huko Karatina. President hapo tunafanya kazi kwake ni Tumutumu, na huko tunawateja, tunangojea, tunawakaribisha. Kama MC wa leo nataka kuwatakia kila laheri, na pia tutakiwa makiwa familia. Kuna pole nyingi sana moyoni kwa sababu ya kupoteza mzee wetu, na tunataka kuwashukuru nyinyi nyote kwa sababu ya kufika huko. Tunasema kwamba Mungu ni mwema. Hayo maneno ambayo mchungaji amesema ya kuwa na hope, tunafurahia kwa sababu hata kanisa lingine hapa la Katoliki limechukua hili kama mwito, na wanasema tumaini halifanyi watu kufa moyo. So we thank God. Mchungaji, asante. Tunataka kuita Amos ambaye ni transport manager ili aweze kuelekeza vile magari yanapotana kutoka hapa. God is good. God is good. All the time. God is good. Pia Yesu makofi. Tumetoka Nyeri na hiyo ni mambo ya Mungu. Otherwise, let us also appreciate our reverend. Amefanya kazi anaitwa Reverend Maingi. Thank you Mungu. Let us appreciate him in a class. Amos, mimi ni mshiriki wa PCA wa Imani Church. Hiyo ni elder wangu na neighbor Mr. Mwangi. Thank you very much. It's also important. Let us join one or have the other one. Since kweli hapo. Yes, so you are hapa. Tuwe kitu kimoja. Yeah. Watu wa Nyeri na watu wa Kenya. Mambo very digital, very cool. Pastor. Mpige kwa kofi tena. Ni digital pastor. Sio nzuri? Yes, mtu ako na maana sema vya we are honorable to spend, we are supposed to spend just about 15 minutes. Sasa nataka tujipange. Tujipange namna gani? We have, PCA in church abroad. Since kweli. So when you have our pastor here, ndiye ataridie now the chief transport officer. Wakati tuko na mchungaji wetu wa PCA ndiye anaongoza mwili wesienda mbele mchungaji. Since kweli. So that one, our reverend sasa you are the chief transport officer. Together with the elder was assisting this lady or second this lady. Yeah, that is anaitwa Elder Komo. Where is Elder Komo? Thank you. Mtafuatana na huyu. Then other elders mnafuatana. From there we have Mr. Boniface. Boniface yuko wapi? Boniface utakuwa sasa unafuata. We have reverend here. We have elders. Then we have you as the son of the deceased person. Kwa hivyo wewe uko nini?
huko hapo nyuma. Then from there we have the house, we have Elmas Youth Fraternity, mko hapo. Si ni sawa sawa? Tunafuatana, huyu ni mshirika tumetaa mhubiri tu, mnafuatana hivyo. Si ni sawa? Then from there family and friends. Mwisho kabisa atakuwa was conferred to me now today. My deputy transport manager is Mr. Jamba. Where is that Mr. Jamba? Who did this all the people? Where is Mr. Jamba? Please come forward so that the people may know you. Where is he? Mr. Jamba. Kuja hapa. Yote unajua watu tutawaambia tutaenda hivi. Kuja hapa. Sasa gari yako yuko na gari. Gari yako ibaki nyuma kabisa kuona the convoy is well guarded and they know overtaking. The only vehicle that have the right to overtake is only for arms. The others will just drive. Sawa sawa? Then sasa nataka nifanyie kitu kidogo president escort. Kwa hiyo with this state a very decent settle. Si sawa sawa? Then tukitoka hapa you have video shooters. The video shooters will be there just on the forefront. Ukiongoza tukienda huko. Sasa tukitoka hapa faster na kuongoza faster tunaenda. Tukifika pale kwa barabara pale junction gari zote zinasimamisha zote. Mpite kuna mtu anazungumza. Unaelewa? Sasa tukitoka hapo tunaenda. Tukifika pale junction ya kwenda Mkuruni hapo kwa sababu we have other vehicles we can see that. Tukipasa hapo ndio unaangalia uone namna gani. Lakini because najua hii mnaenda mpaka kwa vestry. Ndio nimempatia hapo. Nimejipanga. Sisi nasi tumepanga kwa sababu those people, if you read the there are some people from abroad who are doing this online. Na watataka at least wao wakitazama mambo inaenda namna. Si hapo ni sawa. So kutoka hapo sasa tunaenda mpaka pale junction ya kwenda Karatina, because Kegajo, Nyeri. That loud about tunaenda naye mpaka Gaini PCA Church. Hapo Gaini magari zote zitawekwa hapo Gaini Primary School. We have security apparatus will guide us there to get to park our vehicles, and so I happily request all people with vehicles, please let us follow or accept the orders of those people who are giving us. Tukienda no overtake, hapo no overtake. Hakuna gari nataka nione mtu akiubatake. Na tunajua kwa nini, kwa sababu ya vita hapa. Kwa hivyo sasa tukienda gari zote zetu weke hasa ili tukienda tunajua gari ni zetu alama ni hapa ni hasa hapo ni sawa. So tutatoka hivi twende mzuri. Alafu tena hapa tukija kutazama mwili, si watu wote wako na mambo mazuri hapa. Usione mtu msema wengine wanakuja kupora. Tunaelewana? So mjue the family, what the family ni nani unapatia bag. Tumeona mambo mengi hapa na sinasema ni hapa pekee yake. Unaona kama huyu mama ya Christmas lakini unabeba bagi, kuna mwingine pengine huko ndio abebe, kuna family member mwingine anafikiria bagi utakuwa na so it is very important to alert one. Otherwise, those few remarks, the Almighty God continue blessing you abundantly. Thank you. Amen. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama kwake, Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Watakuwa kwanza kuhubiri mwili ili wakae hapa wakiendelea kuimba nyimbo. Wapoto na marafiki familia ndio watakuwa mwisho kabisa ili tuweze kuwasili. Kwa hivyo wewe kama Human Youth wacha view mwili apole marafiki wote hapa kwetu, watu wa kijijini, ufuatane hivyo mpaka tumalizie na familia na the future family. Thank you. Endelea kumani tena. Sote kwanza ndio tazame mwili. Tumalizie kwa wakitazama nikiingia kwa magari tafadhali. Tunakushukuru Baba mbingu na nchi kwa sababu ya kutazama mwili huu wa mama yetu tangu wakati alipokuja mbele za haki na tangu tuanze kushughulika kwa mipango yote kuanzia Kilifi na hapa nyumbani Nyeri.
Baba rehema, tunaomba faraja kwa sababu ya siku ya leo kwa kila mmoja wetu, familia na marafiki. Tunapotazama tupe moyo wa faraja na moyo wa udhati wa moyo kwa kuwa utukufu ni wako. Tunapotoka hapa na kwenda majumbani, tunapoenda kanisani, Bwana ukaa pamoja nasi katika mipangilio yote, ukaa pamoja nasi kwa Kristo Yesu mwokozi wetu na Bwana wetu. Amen. All of us to remain behind. Kwa sababu sikija katikati, the shooting, they affect the visual shooters. All of us to remain behind. Kama huna gari, pia kule si tuani. Hizi vitu tumepatiwa na Mungu. Si ni kweli? Kama mimi nimekuja na gari yangu, sikuwa nimebeba mtu. So if hapa pia please assist one. Nimesema hiyo kwa sababu gani? Mimi ndiye mimi tunaitwa former president Kibaki Uganda. Nikiamuka huko, unaona Kibaki hapo. Unajiuliza wewe ni Mungu atakupatia hii mtu. Ametupatia nini? Uhai. Si ni kweli? Na wewe ukibarikiwa kidogo hivi, unajikamba hivi. So be humble and make sure that before the end of the week kuna mtu ambaye amekuambia ubariki. Kwa hivyo saa hii ndio adhimisho kiradhimu mreni oka. Barikiwa sana. Pamoja na wewe
Asiria mema nitatu
Tumemalizia kila moja. Yule ambaye amebakisha na mtu ambaye sawa. Kuna watu wawili hata mmoja wa familia. Excuse me. Please, for the sake of time. Nionapo amani kama swali, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Yapo Shetani ananitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, nisalua kwa roho yangu, salama, salama rohoni, ni salama rohoni kwangu.
katika siku ya kuja, faida itakapolia. Utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu, salama salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Gari inafaa position vizuri. Ile gari inabeba mwili wa mama. Karibia, wasoma mpaka hapo. Nani watabeba kutoka hapo? Wasoma mpaka pale. Alafu hiyo gari Katika hali ya gari. kusaidia na kitu. Hapo sawa, hapo sawa. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa. Haya, family and then wale ambao tunaweza kusaidia nao. Wanaume Choque dari dibagi ada barang itu choque ya motor choque ada kali aku ayo video shooter sekarang itu video shooter media galian Excuse me. Video shooter sur Insta? YouTube. Wa YouTube mo pala kaje. No problem. Media galian. KBS 427. Ang gagawin ito po. Inside. Thank you.